Baada ya hapo, siku ya Jumamosi Aprili 26 mwaka 2025 kufanyika maziko ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis. Sasa taarifa kutoka kule mjini Vatican ni kwamba leo hii tarehe 28 ya mwezi wa 4 kumefanyika kikao kizito cha makardinali waliokusanyika kujadili hatma ya kanisa hilo Katoliki ulimwenguni. Na huu ni mkutano ambao umewakutanisha makardinali takriban 130 na ushe kwa lengo la kupanga na kuratibu tarehe ama siku rasmi ya kuanza mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa kanisa hilo hapa ulimwenguni. Kwa pamoja, mkutano huo wa kumchagua papa mpya, yani conclave, utaanza kuanzia Mei 7 mwaka huu wa 2025, ambapo mkutano huo umefanyika katika ukumbi wa Paulo wa Sita, na makardinali waliovaa mavazi yao mekundu walisimama kwa pamoja kwa maombi na mashauriano. Na baada ya majadiliano ya kina na sala za kuomba mwanga wa Mungu, makardinali wote wamekubaliana na safari sasa ya kumtafuta Baba Mtakatifu mpya itaanza rasmi Mei 7 mwaka huu. Na unaweza ukajiuliza kwamba hili neno conclave lina maana gani? Hili ni neno linalotokana na Kilatini linalofahamika kama cum clave, likiwa na maana kwamba ni chumba kilichofungwa kwa funguo. Makardinali wote mara tu mkutano huo utakapoanza watafungiwa ndani ya maeneo matakatifu ya Vatican, hasa ndani ya kanisa la Sistine, na hakuna kardinali yeyote atakayeruhusiwa kutoka wala kuwasiliana na watu walioko nje ya mkutano huo. Kanisa hilo la Sistine lenye umaarufu kwa michoro ya Michelangelo litageuka kuwa uwanja wa maombi, tafakari na maamuzi makubwa ya kiroho kwa ajili ya kupata mwongozo wa kumpata kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Katika mkutano huo pia ambao umefanyika leo, makardinali walikusanyika katika kongamano hilo na wamejadili changamoto kubwa zinazomkabili kiongozi ajaye wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Na miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia wa makasisi, suala ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa kanisa katika miaka ya hivi karibuni. Hii ni Ready Pro Media. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa taarifa zaidi.